Mambo vipi? Najua ushachoka kufungua simu yako kuangalia video uliyopost jana, halafu unakuta ina views 12. Kati ya hizo 12, 3 ni wewe mwenyewe umejiona, 2 ni mama yako mzazi, na zilizobaki ni washikaji zako wa karibu waliokuonea huruma. Sikiliza nikupe mchongo. Unataka kupasua TikTok, Instagram Reels, Facebook au YouTube Shorts uwe viral kama wale watu unaowaona na kuwatamani kila siku? Tuiza mzuka, weka simu yako vizuri, nina madini hapa ya kibabe. Ukifuatilia hizi stepu na kuwapia, upepo wako lazima ubadilike na views zianze kusoma ma-K na ma-M. Kwanza kabisa, mwanangu, inabidi uelewe nguvu ya zile sekunde 3 za mwanzo. Huo ndio uhai wa video yako. Watu mtandaoni wana haraka kinoma, kidole kipo kwenye speed ya 5G kina scroll. Acha zile stories za zamani za habari zenu, majina yanaitwa fulani na leo nimekuja kuwafundisha. Big no. Mtu ana scroll, anakuacha hapo hapo. Ingia na neno la kushtua, kitendo cha ajabu au swali la kizushi litakalofanya mtu asimame. Anza na kitu kama kumbe ndio maana asilimia kubwa ya watu maskini, au fanya kitendo cha tofauti mbele ya kamera. Outfit. It's pants on my head and a shirt for... Hiyo inaitwa hook. Inambana mtu koo, anashindwa kuendelea kuscroll mpaka ajue unaongea nini. Pili, cheza na upepo wa mtandao. Usishindane nao. Tumia zile sounds, miziki na challenges zinazotrend kwa wakati huo. Sio unaweka ngoma za mwaka juzi halafu unategemea mfumo ukutoe. Ingia mtandaoni, angalia ngoma gani inasumbua mjini, itumie. Hata kama wewe ni mtu wa kuongea na kutoa story au kufundisha, weka huo mziki unaotrend usikike kwa mbali kama background. Algorithm za mitandao zinasukuma sana video zenye vitu vinavyotrend kupeleka kwenye for you page za watu. 3, na hii ndiyo siri kubwa ambayo watu wengi hawaijui. Watu hawakupi views bure, inabidi ulipe fadhila. Je, content yako inawapa nini? Kwenye mitandao kuna vitu vitatu tu vinavyouza. Unawachekesha mpaka mbavu zinauma, unawafundisha mishe mpya ya kutengeneza hela au kurahisisha maisha, au unawapa ubuyu wa mjini ambao haujapoa. Chagua upande mmoja uko maenao. Kikubwa zaidi, tengeneza video ambayo mtu akiangalia atatamani kuishare kwa washikaji zake au kuisave ili aje aiangalie tena baadaye. Na kuambia ukweli, ukipata share 10 zina uzito mkubwa kwenye algorithm kuliko likes 100. Fanya watu washareane video yako. 4, futa lenzi ya kamera yako na utafute mwanga. Mwanangu, huhitaji kuwa na iPhone ya matoleo ya mwisho ndio utoboe. Simu yako hiyo hiyo inatoa picha kali kama ukiifuta vizuri kamera kwa kitambaa safi na ukapiga video ukiwa umeangalia mwanga. Tumia jua la Mungu, kaa dirishani, rekodi. Watu hawapendi video zenye ukungu, zinachosha macho. 5, na mwisho kabisa, kaza msuli, usiwe mvivu. Hauwezi kuposti video moja leo halafu unapotea mtandaoni wiki 2 nzima ukisubiri iende viral kimuujiza. Hizi social media zinataka ujitolee ufahamu kidogo. Dondosha mzigo mara kwa mara. Post hata kila siku kama unaweza, au angalau mara 3 kwa wiki. Ukifanya hivi kwa msimamo, algorithm lazima siku moja itakuelewa na kusukuma video yako moja itoboe. Na ikitoboa hiyo moja, watazamaji wataingia kwenye profile yako na kuanza kuangalia zile video zako za zamani zote. Hapo ndio unakuta account inalipuka. Kwa hiyo, ukizingatia haya madini, hakuna kinachokuzuia kutusua. Kama umemind haya madini, gonga like hapo. Dondosha komenti yako nione unaanzaje kufanyia kazi, halafu share hii kwa yule mshikaji wako anayehangaika kutoboa mtandaoni. Usisahau kufollow page yangu kwa michongo mingine kama hii. Peace.